Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu ya Istiqama Swahili TV, leo tunakutana tena katika kipindi chetu cha tatu miongoni mwa vipindi vya fiqhi ya ibada, tukiwa na somo la tatu, somo ambalo litakuwa linazungumzia hukumu za sharia ya Kiislamu. Somo lililotangulia lilikuwa linazungumzia nini makusudio ya sharia ya Kiislamu na ni vipi vyanzo vya sharia ya Kiislamu, na tumeshaona hapo kabla makusudio hayo na vyanzo hivi vya sharia ya Kiislamu. Leo tutazungumzia hukumu za sharia ya Kiislamu. Makusudio ya hukumu za sharia ya Kiislamu ni yale maneno ya Allah mtukufu yaliyoambatana na hukumu za waliokalifishwa, yani yale maneno ambayo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndani yake zimo hukumu za waliokalifishwa ambao ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hukumu hizo zinagawanyika sehemu mbili. Kuna hukumu zinazofahamika kuwa ni hukumu za kukalifisha, na kuna hukumu zinazofahamika kuwa ni hukumu za wadha, al-ahkamu al-wad'iyya. Tuanze kwanza na hukumu za kukalifisha. Nini makusudio ya hukumu hizo na ni zipi hukumu hizo? Makusudio yake ni zile hukumu zinazomtaka mkalifishwa afanye kitu au akiwache, au kumpa ruhusa ya kukifanya au kukiwacha. Nazo hukumu hizo zinagawanyika katika sehemu kuu tano. Kwa hivyo hukumu za kisheria au hukumu za kukalifisha ni zile hukumu zinazomtaka mja au mkalifishwa afanye kitu au awache kitu, au zikampa ruhusa ya kukifanya kitu au kukiwacha. Hukumu hizo zipo katika sehemu kuu tano. Sehemu ya kwanza kabisa ni hukumu ya kuwajibisha, na sehemu ya pili ni hukumu ya kuharamisha, na sehemu ya tatu ni hukumu ya kupendekeza, na sehemu ya nne ni hukumu ya kukerehesha au kuchukiza, na sehemu ya tano ni hukumu ya kuruhusu. Hizi ndizo hukumu za kukalifisha ambazo ima zitamtaka mja afanye jambo au aliwache, au zitampa ruhusa baina ya kulifanya jambo hilo na kuliwacha. Tusimame na kila hukumu miongoni mwa hukumu hizi ili tuone makusudio ya hukumu hiyo na mfano wa hukumu hiyo. Kwanza kabisa tuna hukumu ya kuwajibisha. Nini makusudio ya kuwajibisha? Kuwajibisha ni kule kutaka kukifanya kitu kwa ulazima, yani ni lazima kitu kile kifanywe, kiasi ambacho mwenye kukifanya atapewa thawabu na mwenye kukiwacha ataadhibiwa. Huu ndio ufahamu au ndio maana ya kuwajibisha au uwajibu. Ni kule kumtaka mja akifanye kitu kwa ulazima, kiasi ambacho akikifanya kitu hicho atapewa thawabu, na akikiwacha ataadhibiwa au atapewa adhabu. Mfano wa hukumu ya kuwajibisha ni wajibu wa kusali na kutoa zaka unaofahamika kupitia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, nasimamisheni sala na toeni zaka na inameni pamoja na wanaoinama. Aya hii ambayo ni chanzo miongoni mwa vyanzo vya sheria ya Kiislamu, ndani yake kuna hukumu ya kuwajibisha ambayo ni hukumu ya kusimamisha sala, na hukumu ya kutoa zaka, na hukumu ya kuinama pamoja na wanaoinama, yani kusali kwa jamaa. Hizi hukumu hizi ni hukumu za ulazima ambazo mtu akizitekeleza atapewa thawabu, na akiziwacha ataadhibiwa. Wajibu unagawanyika sehemu mbili. Kuna wajibu wa lazima kwa kila mtu ambao unafahamika fardhu alwajibu alaini, yani wajibu wa kila mtu lazima aufanye wajibu huo. Ni ule wajibu wa kila mtu ni ule wajibu ambao unamlazimu kila mmoja miongoni mwa wakalifishwa
kama vile kusali sala 5, kufunga Ramadhani, kutoa zaka, kuhiji na ibada nyinginezo. Kusali na kufunga na kutoa zaka na kuhiji, hizi ni ibada ambazo kila mmoja miongoni mwa wakalifishwa, miongoni mwa Waislamu ni lazima yeye mwenyewe azitekeleze zikiwa zishamuwajibikia. Kwa hivyo huu ni wajibu wa kila mtu, yani kila mmoja ni lazima autekeleze. Aina ya pili ya wajibu ni wajibu wa kutosheleza. Wajibu wa kutosheleza ni ule wajibu ambao wakiufanya baadhi ya wakalifishwa huwaondokea wengine, na ikiwa wote kwa pamoja hawakuufanya basi watapata dhambi. Wajibu huo ni kama vile kumsalia maiti na mambo yote yanayohusiana na kumwandaa kwa ajili ya kumzika. Wajibu wa kutosheleza ni ule wajibu ambao baadhi ya Waislamu wakiufanya, hata kama ni mtu mmoja miongoni mwa Waislamu, utakuwa wengine ushawaangukia. Lakini ikiwa wote hakuna hata mmoja ambaye kaufanya miongoni mwa Waislamu, wote watahesabika wamefanya makosa na watapata madhambi wote kwa pamoja. Huu ndio wajibu wa kutosheleza. Hukumu ya pili miongoni mwa hukumu za kukalifisha ni hukumu ya kuharamisha. Kuharamisha ni kinyume cha kuwajibisha. Kuharamisha ni kule kutaka kukiacha kitu kwa lazima. Kuwajibisha ni kutaka kukifanya kitu kwa lazima, lakini kuharamisha ni kutaka kukiacha kitu kwa lazima kiasi ambacho yule atakayekiwacha atapewa thawabu na atakayekifanya ataadhibiwa. Mfano wa hukumu ya kuharamisha katika Qur'ani tukufu ni hukumu ni kuamrisha kuacha kula riba kupitia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema la ta'kulu riba, msile riba. Aya hii ambayo ni chanzo miongoni mwa vyanzo vya sharia ya Kiislamu inajulisha kwamba kula riba ni haram, yani ni jambo ambalo linatakiwa kuachwa kwa lazima kiasi ambacho atakayeliacha atapata ujira wa thawabu na atakayelifanya atapata adhabu. Hukumu ya tatu miongoni mwa hukumu za kukalifisha ni hukumu ya kupendekeza. Ni kule kutakiwa kulifanya jambo lakini sio kwa lazima kiasi ambacho atakayelifanya atapewa thawabu na yule ambaye ataliwacha hakulifanya hataadhibiwa. Kwa hivyo hii ni jambo la kati baina ya ulazima na baina ya kuharamisha au kukataza. Kuharamisha au baina ulazima ni kuwa mtu anatakiwa alifanye jambo kwa lazima kiasi ambacho akilifanya atapewa ujira wa thawabu na akiliacha atapewa adhabu. Na kuharamisha ni kinyume cha kuwajibisha, yani anatakiwa aliwache jambo kwa lazima kiasi ambacho akilifanya atapata adhabu na akiliwacha atapewa thawabu. Kupendekeza ni kutaka kulifanya jambo lakini sio kwa lazima. Mfano wa hukumu hii ya kupendekeza ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na kupiga mswaki wakati wa kuenda kusali na kutia udhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lau ningelikuwa sioni tabu, siuonei tabu umma wangu, basi ningeliwaamrisha kupiga mswaki kila wanapotaka kusali na kila wanapotaka kutia udhu. Hadithi hii au dalili hii ambayo ni chanzo vile vile miongoni mwa vyanzo vya sharia ya Kiislamu inaonesha kwamba kupiga mswaki ni jambo linalopendekezwa kiasi ambacho atakayepiga mswaki wakati wa kutia udhu na kusali atapewa ujira, lakini atakayeliwacha vile vile hataadhibiwa. Hukumu ya nne miongoni mwa hukumu za kukalifisha ni kukerehesha. Nini maana ya kukerehesha? Kukerehesha ni kutakiwa kuliwacha jambo kinyume cha kupendekeza. Kutakiwa kuliwacha jambo lakini sio kwa lazima kiasi ambacho mwenye kuliwacha hupewa thawabu na yule atakayelifanya hataadhibiwa. Anatakiwa aliwache lakini matakwa hayo si matakwa ya lazima kiasi ambacho ikiwa ataliwacha basi itakuwa yeye atapata ujira wa thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikiwa atalifanya vile vile au ikiwa atalifanya yani hakuliwacha basi hataadhibiwa. Hii ndiyo maana ya kukerehesha, na mfano wake katika dalili za kisheria ni hadithi
ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayokerehesha kusali baada ya sala ya alfajiri na baada ya sala ya alasiri, yani kusali sala ya sunna zozote zile baada ya sala ya alfajiri na baada ya sala ya alasiri, kutokana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema hapana sala baada ya sala ya alfajiri mpaka lichomoze jua, wala hapana sala baada ya sala ya alasiri mpaka lichomoze jua. Hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hii inaonesha kwamba kuacha kusali sala za sunna katika muda ambao ni muda wa baada ya sala ya alfajiri mpaka kuchomoza jua na baada ya sala ya alasiri mpaka kuzama kwa jua, jambo hili ni jambo, kuacha huku kusali ndani ya muda huu ni jambo linalo au kusali katika muda huu ni jambo linalochukizwa, kiasi ambacho atakayeliacha atapata ujira na yule atakayelifanya hatapewa adhabu. Hii ni hukumu ya 4 miongoni mwa hukumu za kukalifisha. Tunamaliza na hukumu ya 5 miongoni mwa hukumu hizo, nayo itakuwa ni hukumu ya kuruhusu. Makusudio ya hukumu hii ni vile jambo kuwa lipo sawa baina ya kutaka kufanywa, yani baina ya kutakiwa kufanywa jambo lile na kutakiwa kuachwa ni sawa baina ya kulifanya na kuliacha, kiasi ambacho mwenye kulifanya anapewa uhuru wa kulifanya au kuliwacha. Yupo huru, anataka kulifanya atalifanya, na anataka kuliwacha ataliwacha. Hii ndiyo hukumu ya kuruhusu. Mfano wa hukumu hii ni kula na kunywa, kwa mujibu wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema kulu washrabu, kuleni na kunyweni. Kula na kunywa si lazima kwamba mtu lazima muda wote yeye ale au wakati wote yeye ale. Anaruhusa au anaruhusiwa kula na anaruhusiwa kujizuia na kula muda mwingine. Kwa hivyo hii ni hukumu ya 5 miongoni mwa hukumu za kukalifisha, ambayo ni hukumu ya kuruhusu. Na katika hukumu hii inategemea nia ya mja. Ikiwa jambo ni jambo ambalo limeruhusiwa kulifanya na kutokulifanya, lakini mja akanuia kwa jambo lile nia njema, kama katika kula akanuia kujijenga kiafya kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi atapewa ujira. Na vile vile ikiwa ni jambo asili yake ni jambo ambalo limeruhusiwa kulifanya, sio jambo la lazima wala kulifanya au kuliwacha, ni jambo la ruhusa, kama tulivyozungumzia katika hukumu hii ya kuruhusu, halafu mtu akanuia kwa jambo hilo nia mbaya ambayo ni nia ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi atapewa vile vile adhabu. Kwa hivyo kulipwa na kutokulipwa, yani kupewa ujira na kupewa adhabu katika hukumu hii ya kuruhusu, kunategemea nia ya mja, vipi atanuia wakati anapolifanya jambo lake lile. Hii ni hukumu ya 5 miongoni mwa hukumu za kukalifisha. Baada ya hapo tulipozizungumzia hukumu za sharia ya Kiislamu, tumetaja aina 2. Tumetaja hukumu za kukalifisha, halafu tukataja tena hukumu nyingine ambacho ni kigawanyo cha pili cha hukumu za sharia ya Kiislamu, ni hukumu za wadha. Hukumu za wadha. Nini makusudio ya hukumu za wadha? Hukumu za wadha ni zile hukumu ambazo zimekiweka kitu kuwa ni sababu ya kitu chengine au sharti ya kitu hicho au kuzizuia au kizuizi chake. Yani ni hukumu ambazo zimekiweka kitu kimoja kuwa ni sababu ya kutokezea kitu chengine, au kuwa ni sharti ya kutokezea au kuwepo kitu chengine, au kuwa ni kizuizi cha kuzuilika kufanya au kuwepo kitu chengine. Na kama ilivyo katika maana hii ya hukumu hizi, tunaona kwamba vipo vigawanyo vitatu, au hukumu hizi zipo za aina 3. Hukumu ya kwanza ni sababu, na hukumu ya pili ni sharti, na hukumu ya 3 ni kizuizi. Tutaizungumzia kila moja kati ya hukumu hizi pekee ili tuweze kuifahamu vizuri. Hukumu ya kwanza kabisa ni sababu. Sababu makusudio yake ni kile kitu ambacho kuwepo kwake kunalazimisha kuwepo kwa kitu chengine. Yani ili kiwepo kitu chengine lazima kitanguliwe na kitu chengine. Kile kitu kitakachotangulia ndiyo sababu ya kuwepo kitu kitakachofuata.
na kutokuwepo kwake kunalazimisha kutokuwepo kwa kitu chengine. Yani kutokuwepo kwa kitu cha mwanzo kunasababisha kutokuwepo kwa kitu cha pili. Mfano utabainisha zaidi makusudio ya maneno haya. Kwa mfano, kuingia wakati ni sababu ya kuwajibika sala, kiasi ambacho wakati ikiwa haukuingia sala haitawajibika. Kwa mfano, kuzama kwa jua kunalazimisha iwajibike sala ya magharibi kwa mwenye kukalifishwa, na vile vile kutokuzama kwa jua kunalazimisha kutokuwajibika sala hiyo ya magharibi. Kwa hivyo kuwajibika kwa sala ya magharibi kunategemea sababu ambayo ni kuzama kwa jua. Likizama jua sala ya magharibi itawajibika, na jua ikiwa halikuzama itakuwa sala ya magharibi haijawajibika kuisali. Haya ndiyo makusudio ya sababu, yani kitu kuwepo kuwepo kwake kunategemea kuwepo kwa kitu chengine, kiasi ambacho kikosekana hicho kitu chengine, hichi kitu cha mwanzo pia kitakuwa hakiwezi kuwepo. Kwa hivyo kuzama kwa jua ni sababu ya kuwajibika kwa sala ya magharibi. Kuzama kwa jua ni sababu, na kuwajibika kwa sala ya magharibi ni kitu kinachosababishwa. Likizama jua sala ya magharibi itawajibika, ikiwa jua halikuzama sala ya magharibi haitawajibika. Hukumu ya pili ambayo ni sharti. Sharti ni makusudio yake ni kile kitu ambacho kuwepo kwake kunalazimisha kutokuwepo kwa kitu chengine. Yani ili kiwepo kitu hicho lazima kuna kitu kikosekane. Kikikosekana kitu hicho ndiyo kitu hichi kitakuwepo. Lakini kuwepo kwake hakulazimishi kuwepo kwa kitu chengine. Yani kuwepo kwa kitu hicho hakulazimishi kuwepo kwa kitu chengine. Maneno haya pia yatabainika, hata yakionekana kuwa ni magumu kiasi fulani, yatabainika kupitia mfano ambao tutautoa. Mfano wenyewe ni udhu. Udhu ni sharti la kusihi kwa sala. Ili sala isihi lazima udhu uwepo. Manaki ukikosekana udhu sala itakuwa haisihi. Kutokuwepo kwa udhu kunalazimisha kutokusihi kwa sala, kwa sababu sala haisihi isipokuwa kwa udhu. Lakini kuwepo kwa udhu hakulazimishi kuwepo kwa sala, kwa sababu mtu huenda akawa ametawadha kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Maana maneno haya ni kwamba ikiwa mtu sala haiwezi kusihi mpaka uwepo udhu. Ukiwepo udhu maana yake sala itasihi. Lakini kuwepo kwa udhu haimaanishi kuwepo kwa sala, kwa sababu mtu anaweza akawa ametia udhu kwa ajili ya lengo jingine lisilo kuwa kusali, kama kusoma Qur'ani au kukaa tu na udhu. Hii ndiyo hukumu ya pili ambayo ni miongoni mwa hukumu za wadha, sharti. Tunarudia tena, sharti ni kile kitu ambacho kutokuwepo kwake kunalazimisha kuwepo kwa kitu chengine. Sharti ni kile kitu ambacho kutokuwepo kwake kunalazimisha kutokuwepo kwa kitu chengine, kiasi ambacho lakini kikiwepo kitu hicho hakimaanishi kwamba kitu kile chengine lazima pia kiwepo. Hapa tumetoa mfano wa udhu. Udhu ni sharti ya kusihi kwa sala. Ukiwepo, ikikosekana udhu manake sala haitasihi. Lakini kuwepo kwa udhu hakumaanishi kwamba ni lazima sala iwepo, kwa sababu mtu anaweza akawa ametia udhu kwa ajili ya lengo jingine lisilokuwa kusali, kama vile kusoma Qur'ani au kukaa tu na udhu. Hukumu inayofuata ambayo ni ya mwisho ni hukumu ya kizuizi. Makusudio yake ni kile kitu ambacho kuwepo kwake kunalazimisha kutokuwepo kwa kitu chengine. Yani ili kiwepo kitu hicho lazima kuna kitu kikosekane, lakini kutokuwepo kwake hakulazimishi kuwepo kwa kitu chengine. Kwa mfano, hedhi ni kizuizi cha sala. Yani ikiwepo hedhi sala haitakiwi kuwepo. Kuwepo kwa hedhi kunalazimisha kujizuia kutokana na sala, lakini kutokuwepo kwa hedhi hakumaanishi au hakulazimishi kuwajibika kwa sala au kutokuwajibika kwake, kwa sababu huenda ikawa sala haiwajibiki kwa kuwepo kizuizi chengine kisichokuwa hedhi, kama vile kuondokewa na akili. Maana ya maneno haya ni kwamba hedhi ni kizuizi cha kuwepo kwa sala, lakini kuondoka kwa hedhi, kwa maana ya kwamba ikiwepo hedhi sala haitakuwepo, lakini kuondoka kwa hedhi haimaanishi kuwepo kwa sala, kwa sababu inaweza ikawa hedhi imeondoka lakini kuna kizuizi chengine ambacho kinazuia kusali, kama vile kuondokewa na akili
au kutoingia wakati wa sala wenyewe. Kwa hivyo hizi ndio hukumu tatu ambazo ni hukumu za wadha. Hukumu ya kwanza kabisa ni sababu, na hukumu ya pili ni sharti, na hukumu ya tatu ni kizuizi. Kama tulivyozoea, tutahitimu kipindi chetu hichi, tutafunga kipindi chetu hichi kupitia maswali ambayo yataboresha ufahamu wetu wa somo lililotangulia. Swali la kwanza kabisa, nini makusudio ya hukumu za sheria? Nini makusudio ya hukumu za sheria ya Kiislamu? Tumetaja makusudio ya hukumu hayo na tumetaja vigawanyo vya hukumu hizo. Swali la pili, zielezee hukumu za kukalifisha pamoja na kutoa mfano kwa kila kipengele. Tumetaja katika hukumu za kukalifisha vipengele vitano: kuwajibisha, kuharamisha, kukerehesha, kupendekeza, kukerehesha na kuruhusu. Kila kipengele katika vipengele hivi vina mifano, utatakiwa kuitaja ndugu mpenzi mtazamaji. Swali la tatu, wajibu unagawanyika sehemu ngapi? Pia tumetaja vigawanyo vya wajibu, zitaje sehemu hizo na utoe mfano wa kila sehemu. Swali la nne, nini makusudio ya hukumu za wadha? Na swali la tano, bainisha tofauti baina ya sababu, sharti na kizuizi pamoja na kutaja mifano. Natumai ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yako ya Istiqama Swahili utaweza kuyajibu maswali haya kwa mujibu wa somo lililotangulia ambalo tumelisoma hivi punde, na nikuage nikikutaka tukutane tena kwa mara nyingine katika kipindi kinachofuata kupitia hapa hapa katika chaneli yako. Na mpaka kufikia wakati huo, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi sote pamoja ili tuweze kukutana tena kwa mara nyingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.